Katekista. Basi kabla hatujaenda kwenye utambulisho na mambo mengine yote, tunatambua kwamba mwaka huu ni mwaka wa makatekista, na hivyo tutazindua rasmi hapa kanisani kwa ishara ya wao kuwasha mshumaa. Lakini tumekumbuka pia tunao makatekista wanaotusaidia katika vigango vyetu vinne, si ndio? Wapo, si ndio? Pamoja na kwamba tunao hao ambao ni wahudumu, lakini pia hao wanaotusaidia katika vigango vyetu, nao tunapenda waungane na wenzao hapa katekista hapa kwa ajili ya kuzindua. Basi nitaanza na ujumbe. Waheshimiwa mapadri, watawa na waamini wote jimbo kuu la Tabora, tumsifu Yesu Kristo. Yahusu mwaka wa makatekista jimbo kuu Tabora. Nipende makatekista wajiongee mbele. Katekista yahusu mwaka wa makatekista jimbo kuu Tabora. Katika kuadhimisha mwaka wa makatekista na kuhakikisha mwaka huu unakuwa wa neema na baraka kwa makatekista na waamini wote jimbo kuu Tabora, basi yafuatayo yamepitishwa kufanyika katika mwaka huu. Kwanza kabisa ni la uzinduzi, ambalo sisi leo tutazindua rasmi mwaka huu wa makatekista, na tumesema hapa watawasha mshumaa huo ambao ni mwanga, yaani wawe ni nuru na kweli ni walinzi na mashahidi wa imani. Pili, salamu na kauli mbiu. Salamu na kauli mbiu itakayotumika mwaka huu wa makatekista ni katekista, mwalimu, mlinzi na shahidi wa imani. Kauli mbiu hii ni salamu, itaendelea kutumika miongoni mwa makatekista siku zote hata baada ya mwaka huu kuisha. Mafungo na hija. Tutakuwa na mafungo na hija kadiri ya utaratibu wa kiparokia, kidekania na kijimbo. Hija ya makatekista na waamini wote itakuwa tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026 huko kituo cha hija cha Utatu Mtakatifu Ifujamo. Jambo lingine ni sala ya makatekista. Kwa mwaka huu wa makatekista tutasali sala maalum kwa ajili ya kuombea makatekista, kuombea miito ya makatekista na kuombea waamini wote kushiriki katika utume wa makatekista. Sala hii itasaliwa katika familia zetu, katika jumuiya zetu, vigango na katika maadhimisho mbalimbali. Jambo lingine ni kuwategemeza makatekista. Suala la kuwategemeza makatekista ni hitaji muhimu kwa jimbo zima, na ni shauku ya waamini pia kuona makatekista wanaboreshewa maisha yao ili kukidhi kiu na hamu hiyo. Njia zifuatazo zinaweza kutusaidia, na hasa sisi tumeshaweka mikakati namna ya kuwategemeza makatekista kupitia jumuiya zetu. Kila mwezi tunawachangia, na hivyo kwa mwaka huu wa makatekista, baada ya kukaa vikao maalum ya kuweka mikakati namna kuelea huu mwaka, tutaleta kwenu mawazo na maoni ambayo viongozi watajadili pamoja namna gani tutaweza kuwawezesha makatekista wetu, na hasa kwa namna pekee ambao ni wahudumu, lakini wengine pia utaratibu
katika vigango vyenu hawa ambao wamejitolea kuwa ni walimu na walinzi wa imani katika vigango vyenu, kuona namna gani tutawategemeza. Hivyo nipende kutoa wito kwamba kila muumini anao wajibu wa kumtegemeza nani? Katekista. Kama ambavyo tunawategemeza mapadre na watawa, vivyo hivyo tuvutwe na mvuto huo kwa kuwategemeza makatekista. Lakini vile vile tunatoa mwaliko kwa yeyote yule anaweza kuwa katekista. Hata walimu mnaofundisha mashuleni huko, unaweza ukatusaidia katika kufundisha nini? Imani. Kumbe tusiogope kuitika katika wito wa ukatekista na kudhani kwamba wito wa ukatekista ni wa wababu na wabibi tu. Hapana, bali kila mmoja anaweza kuwa mwalimu wa imani. Kumbe tutunze tunu hii ya makatekista ambao wamepatikana na kujitolea kwetu, tuwategemeze kwa sala na kwa majitoleo yetu katika maisha yao ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Katekista, mlinzi na shahidi wa imani. Katekista, basi nitaomba mshumaa huo maalum kwa namna kuzindua ili tusogee hapa mbele. Mapadri ni waombe tusogee hapa, tuzindue pamoja na makatekista wetu, wasaidizi wetu, walimu katika mwaka huu wa makatekista. Tutafanya kwa ishara hii ya mshumaa watauwasha. Basi mara baada ya kuwasha mshumaa, tunakumbusha inatakiwa na hawa vigango vyetu huko tuwashonee makanzu, sio? Kanzu sio bei kubwa, ni 70 tu. Utashindwa. Tuwashonee hiyo wanapofanya ibada, wawe na nini? Na vazi maalum. Asante sana. Turudi tukaketi.